Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Leo ni siku ya kwanza maombi ya siku 21, kuanzia leo tarehe 1 hadi tarehe 21 mwezi wa 5 2026. Na siku hii ya kwanza ya leo tunaomba kwa ajili ya toba na utakaso. Toba na kujitakasa kama msingi wa kupandishwa viwango vingine. Maombi yetu yanahusu zaidi kupandishwa viwango vingine katika miezi 6 inayokuja, mwezi wa 6 hadi mwezi wa 12. Na msingi wa kupandishwa viwango vingine, lazima utambue kwamba unahitajikana utubu na ujitakase. Toba na kujitakasa. Kuna dhambi ambazo umezifanya kwa kujua au kwa kutokujua. Kuna mengi uliyofikiri kwa kujua au kwa kutokujua, na yamekuwa ni sehemu ya kukuzuilia usipate kupokea kile kitu ambacho unahitaji kupokea kwa Mungu. Na sio kama maombi yako yamezuiliwa, na sio kama Mungu asikii, bali anasema dhambi zenu ndizo zimenifarakanisha nanyi. Sikio la Mungu si zito lisipate kusikia, wala mkono wake usipate kutenda, bali dhambi. Kwa dhambi ni mlango ambao hata kama ukitenda bila kufahamu, katika ulimwengu wa roho ni sheria inayozuilia baraka za Mungu zisije katika maisha yako. Kwa unahitaji kuvushwa, unahitaji kupandishwa. Je, unatambua umuhimu wa toba na utakaso? Ndio maana Daudi, kitabu cha Zaburi ya 51:10 hadi 12, anamwomba Mungu amuumbie moyo safi. Hata wewe unahitaji kumwomba Mungu akuumbie moyo safi, ili huduma ipandishwe, ili maisha yako ya uchumi yapandishwe, ili ndoa yako ipandishwe kimaendeleo, ili masomo yako yapandishwe. Bwana akuumbie moyo safi, kwa sababu palipo na moyo safi Mungu hutenda. Ili wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kwa hiyo ukitengwa na uso wa Bwana, ukiondokewa na uso wa Bwana, na dalili ya kuondokewa na uso wa Bwana ni kuondokewa na roho wa Bwana. Unavyotenda dhambi, Mungu anachokifanya, anaondoa roho wake ndani yako. Na roho wa Mungu akiondoka ndani yako, maana yake hakuna jambo utakaloziweza, sio kwa nguvu zako na wala si kwa uwezo wako. Ile neema inaondoka. Na ndio maana Daudi alimwomba Mungu ya kuwa wala roho wako usiniondolee. Uwezi ukaona furaha ya wokovu pasinapo kuishi maisha ya toba ya kweli na utakaso. Kwa hiyo tambua kuwa hakuna mtu anayeweza kupandishwa na Mungu pasinapo kuwa na moyo safi, kwa sababu maandiko yanasema eli wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa uwezo ukawa na moyo mchafu alafu unahitaji kupandishwa na Mungu, lazima kwanza uhitaji utakazwe. Na maandiko yanasema ikiwa damu za wanyama, damu za mafahali, damu za mbuzi zilikuwa zina uwezo wa kutakasa, je, si zaidi damu ya mwanakondoo asiyekuwa na ila, damu ya Yesu Kristo? Kwa utakaso wa moyo, utakaso wa mawazo, utakaso wa njia ulizonazo ni kwa njia ya utakaso wa damu ya Yesu Kristo. Ndiyo damu ininayo mema, ndiyo damu isiyokuwa na mawaa, ndiyo damu iliyo safi tutakasayo nia zetu na dhambi zetu. Kwa hiyo ili Mungu akupandishe, kwanza lazima uwe na moyo safi, moyo uliotakaswa, maisha yaliyotakaswa. Utakasaje? Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kumwamini Yesu Kristo, kwa kuendelea kuishiriki damu ya Yesu Kristo kwa imani, kwa kuendelea kuiamini damu ya Yesu Kristo na kazi ya msalaba. Kwa kabla ya kuinuliwa lazima kuwe na usafi wa ndani.
Mungu hapandishi tu sababu ya hitaji lako. Mungu hakupandishi tu kwa sababu ya hitaji lako, bali Mungu anapandisha kwa sababu ya moyo wako. Mungu anachunguza sana mioyo ya wanadamu. Mungu anachunguza sana moyo wako. Ndio maana siku ya leo na siku ya kwanza unahitaji kutambua umuhimu wa toba na utakaso. Unaweza unatambua na kuelewa nini maana ya toba. Kuna tofauti kati ya toba na kuungama. Kuungama ni kukiri dhambi ila unaweza usiache. Kuna watu wengi ambao wanaungama ndio maana wanaendelea kutenda dhambi. Lakini ukiambiwa toba, toba si tu kusema Bwana nisamehe, si tu kusema Bwana nimekosa, bali toba ni kubadilisha mwelekeo wa maisha, mwelekeo wa maisha yako. Toba ni zaidi ya kuungama, yani toba ni kukiri na kuacha, ni kukiri na kubadilika. Hiyo ndiyo toba. Toba ni kuchukia dhambi, na toba ni kurudi kwa Mungu kwa moyo wote. Ndio maana mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19 wakaambia watu, tubuni basi mrejee ili mkafanywe kuwa upya. Kwa hiyo ili uweze kurejea, ili Bwana apate kuendelea kutenda katika maisha yako na kuinua zaidi viwango na viwango, lazima kweli uishi toba ya kweli. Lazima uwe na maisha ya toba ya kweli. Sio tu leo umetubu, kesho umeingia tena dhambini. Hiyo ni kuungama. Kwa nini toba? Unahitaji toba ili kubadilisha maisha yako na mwenendo wako. Ndiyo, kwa akili yako umeona haiwezekani kuacha kitu unachokifanya, lakini tunaishi kwa neema na kwa msaada Roho Mtakatifu utapata kuweza. Kwa toba ni ya muhimu sana ili uweze kupandishwa kiwango kingine. Ni ya muhimu sana. Umuhimu namba 1, toba inafungua mlango wa uwepo wa Mungu. Dhambi inaleta kizuizi, lakini toba inafungua mlango wa uwepo wa Mungu katika maisha yako. Kinachokutofautisha au kitakachotofautisha kazi ulionayo na kazi ya mwingine ni uwepo wa Mungu. Kitakachotofautisha huduma ulionayo wewe na huduma alionayo mwingine ni uwepo wa Mungu. Na toba ndiyo inafungua milango ya uwepo wa Mungu katika maisha yako. Kitabu cha Isaya 59:1 anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamefarakisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Dhambi ndiyo inayofanya Mungu asisikie unachokiomba. Dhambi ndo inafarakisha na kufarakanisha wewe na Mungu. Dhambi ni mlango ambao unazuilia mtu asipate kujibiwa, lakini toba inafungua mlango huo. Kwa nini nahitaji toba? Ili upate kupandishwa maisha yako mwezi wa 6, mwezi wa 7 na kuendelea. Kwa sababu toba inafungua milango. Kuna dhambi ambayo umeifanya kwa kujua au kwa kutokujua. Unahitaji toba kama msingi wa kufungua mlango uliofungwa. Jambo la pili, kwa nini toba ni muhimu? Toba inarejesha neema iliyopotea. Kuna watu ambao waliinuliwa, kuna watu ambao walipandishwa kihuduma,
ukaanza kufanya huduma ya uponyaji kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Ukaanza kuimba, watu wanapokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Ukaanza kuhubiri, watu wanaokoka, watu wanaiona neema ya Bwana kupitia wewe. Lakini neema hiyo imepotea. Utawezaje kuirejesha? Toba. Daudi lilitambua hilo. Baada ya kufanya kosa, alikimbia magotini kutubu juu ya alichokifanya, asije akaondolewa neema, akaondokewa na neema aliyopewa na Bwana. Neema haiwezi kudumu kwenye maisha ya dhambi, lakini toba inahifadhi na kutunza neema hiyo. Kuna kitu ambacho umepoteza katika maisha yako, unahitaji toba, kwa sababu toba inarejesha neema iliyopotea. Umuhimu wa tatu, kwa nini toba ni muhimu? Toba inakuandaa kwa kiwango kipya. Mungu hawezi kuweka kitu kipya kwenye chombo kichafu, lakini toba inakuandaa kwa kiwango kipya. Toba inakuandaa kwa maisha mapya. Toba inakuandaa kupokea baraka mpya. Toba. Kitabu cha Isaya 66:2 Biblia inasema, maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Kwa nini pengine hauangaliwi? Kwa nini pengine unadhani Mungu amekuacha? Ni kwa sababu Mungu watu anaoangalia kwanza ni watu walio wanyonge, watu ambao si wa kujiinua, watu wenye moyo unaotetemeka, roho inayotetemeka wanaposikia neno la Bwana, watu wenye kuishi maisha ya toba ya kweli. Hao watu ndio wanaangaliwa. Vivyo hivyo tunavyoingia katika maombi yao na vingia katika maombi haya, lazima utambue ya kuwa unabidi unyenyekee mbele za Mungu kwa njia ya toba. Uwe na moyo uliopondeka. Umwambie Bwana akumbie moyo safi na moyo uliopondeka mbele zake. Usiwe ni mtu wa kujinua, bali mtu wa kuishi kwa neema ya Bwana. Kwa watu wote wanaweza akaomba, watu wote wanaweza akaimba, watu wote wanaweza akahubiri, lakini Mungu atakayemwangalia mtu aliye mnyonge, mtu mwenye roho iliyopondeka, mtu atetemekaye asikiapo neno la Bwana. Unahitaji kupokea neema na rehema za Bwana. Unahitaji kutambua umuhimu wa toba. Kwa hiyo ufunuo ni kwamba watu wengi wanataka kupandishwa. Unahitaji kupandishwa. Watu wengi wanahitaji kupandishwa, lakini kupandishwa bila kutakaswa ni kuanguka haraka. Watu wengi wanataka kuinuliwa, lakini si kupitia mchakato. Watu wengi wanahitaji kupandishwa kwenda kwenye viwango vya tofauti, lakini si kutengenezwa kitabia, si kuyaishi maisha ya toba ya kweli. Bwana anakusia kuwa ili upandishwe,
zaidi, lazima utambue umuhimu wa toba na utakaso. Wewe unayenisikia haujampokea Yesu Kristo, lazima utambue ya kuwa kuna umuhimu kubwa kumpokea Yesu Kristo. Wewe unayenisikia umempokea Yesu Kristo, lakini imani yako umepokonywa, umeanguka na umeangukia katika dhambi, unahitaji toba. Lakini wewe pia unanisikia, una Yesu Kristo, unahitaji zaidi maisha ya utakaso. Kwa hiyo tambua ya kuwa kuna umuhimu mkubwa sana wa maisha ya toba na utakaso, toba ya kweli na utakaso. Nifuatishe sala hii kwa imani, na kwa imani utapata kupokea. Sema: Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatubu dhambi zangu zote zinazoonekana na zisizoonekana. Nisamee na unitakase. Ninaamini katika kazi ya msalaba. Ninaamini ya kuwa wewe uliyatoa maisha yako kwa ajili ya maisha yangu. Ninaamini katika agano la damu yako Yesu Kristo. Unitakase, uniumbie moyo safi, moyo wa kunyenyekea, moyo uliopondeka mbele zako. Unisaidie katika udhaifu wangu, uniokoe. Unipe Roho wako awe msaada kwangu, anisaidie wakati wa udhaifu wangu. Ninakiri na kuamini ya kuwa sitorudi nyuma, bali daima nitaenda mbele, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unahitaji kuomba kwa kina toba ya kweli na utakaso wa moyo. Na baada ya kuomba toba ya kweli na utakaso wa moyo, vunja mazoea mabaya. Kuna mazoea mabaya ambayo umekuwa nayo. Umekuwa ukikaa katikati ya watu wenye mizaa, barazani pa wenye mizaa, hauongozani na wenye haki, na wala sheria ya Bwana haikupendezi. Vunja mazoea mabaya. Tamka ya kuwa kila mzunguko wa dhambi katika maisha yangu na ukoo wangu navunja kwa jina la Yesu Kristo. Tamka ya kuwa kila mzunguko wa dhambi katika maisha yangu na ukoo wangu ninavunja kwa jina la Yesu Kristo. Na kila agano nililoingia kwa kujua au kwa kutokujua, ninavunja na kujitenga nalo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unahitaji kuwa na njia zaidi ya utakatifu, njia ya utakatifu. Mwambie Bwana ya kuwa nipe hamu ya kuishi maisha matakatifu kila siku. Mwambie Yesu, ninaomba unipe hamu ya kuishi maisha matakatifu kila siku. Unipe Roho wako aniongoza, anisaidie mimi nami niyaishi mapenzi yako, mimi nami niishi sheria yako, katika jina la Yesu Kristo. Baada ya maombi haya, ninakuombea katika jina la Yesu Kristo. Bwana akupandishe, rehema za Bwana zikufunike, katika Mwanzo wa maombi haya siku 21. Ukaishi toba ya kweli, ukiishi maisha ya utakaso ya kweli,
ukaweze sehemu usiyoweza kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana akupe Roho wake. Bwana akuagizie watu watakaokushika mkono. Akupe marafiki ambao ni wema, marafiki ambao ni wenye kuitimiza sheria na kuyafanya mapenzi ya Bwana, kuifuata sheria ya Roho na si sheria ya mwili. Bwana akupe neema. Kwa hiyo jitahidi leo kuviacha vitu hivi. Jambo la kwanza, acha dhambi za makusudi. Jambo la pili, acha mawazo machafu. Na jambo la tatu, acha maneno hasi. Na jambo la 4, acha mahusiano yanayokupelekea au yanayokupeleka mbali na uso wa Mungu. Bwana kuvushe na Bwana kubariki.